Hamjambo wanafunzi, ni wakati mwingine tena ambapo tumekutana katika somo letu la lugha ya Kiswahili na mwalimu wenu ni yule yule Konzi Nzaka. Leo tutaendelea na somo letu la Kiswahili katika kitengo cha sarufi. Kiswahili, sarufi. Na katika sarufi leo tutazungumza kuhusu aina ya viambishi. Aina ya viambishi. Aina ya viambishi. Kama nilivyokueleza katika somo ambalo limepita kwamba kiambishi ni neno linalotokana na mzizi ambisha ambapo lina maana sawa na kuunganisha. Kuunganisha au kushikanisha. Shikanisha. Pia vile vile unaweza kusema kuambatanisha. Kuambatanisha. Kwa hivyo tutaangalia aina zile ambazo zinapatikana katika viambishi. Na viambishi viko vya aina mbili. Aina ziko mbili. Aina mbili za viambishi. Aina ya kwanza, viambishi awali. Viambishi awali. Halafu aina ya pili ni viambishi tamati. Viambishi tamati. Yaani tamati ni mwisho. Kwa hivyo baada ya kujua maana ya viambishi kama nilivyotangulia kukuelezea pale katika somo ambalo tulitangulia na kukuambia aina za viambishi ambavyo viko vya aina mbili, wacha tupambanue kiambishi kimoja baada ya kingine na tuone kazi yake katika matumizi ya lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo twende moja kwa moja katika viambishi awali. Viambishi awali. Wacha niandikie hapa. Viambishi awali. Viambishi awali. Viambishi awali ni viambishi vya aina gani? Viambishi awali hutokea mwanzoni mwa neno kabla ya mzizi. Hivi ni viambishi ambavyo hutokea mwanzoni mwa neno kabla ya mzizi wa neno linalozungumziwa. Kwa hivyo viambishi vyote ama silabi zote ama vitamkwa vyote vile ambavyo vinatokezea mwanzoni mwa mzizi wa neno, viambishi hivyo ndivyo vinajulikana kama viambishi awali. Na kama nilivyokuambia katika somo lililopita kwamba mzizi ni sehemu ya neno katika lugha ya Kiswahili ambayo haibadiliki kivyo vyote vile. Kulingana hata uweke viambishi vya aina gani, mzizi ule wa neno haubadiliki. Hivyo basi viambishi hivi huwa vinatokezea mwanzoni mwa mzizi wa neno ambalo linazungumziwa. Kwa mfano tuangalie maneno yafuatayo. Aliyempiga. Tunapoangalia hili neno aliyempiga na tukilipambanua tunaona kwamba a li ye
piga. Tunaona kwamba mzizi wa neno ni piga, kitendo hiki ni piga. Kwa hivyo tunataka kujua yule aliyempiga. Kwa hivyo viambishi awali katika hili neno ni kuanzia a, li, ye, Kwa hivyo unapofika pale kwenye ile herufi ya mwisho ama silabi ya mwisho ama kiambishi cha mwisho ama kitamko cha mwisho, kulingana na wewe vile ambavyo utataka kuelezea, kabla mzizi wa neno, hivi vyote ni viambishi awali. Kwa hivyo mwanafunzi, usiwe na shaka. Kwa mfano, umepewa neno kama hilo na unaambiwa pigia mstari viambishi awali katika sentensi uliopewa ama katika neno ulilopewa. Hakikisha kwamba unaanzia pale herufi ya mwanzo, unapiga mstari wako mpaka pale mwanzo wa mzizi wa neno unapoanzia. Kwa hivyo pale utakuwa umepigia mstari viambishi awali kulingana na jinsi ulivyoulizwa hilo swali. Halafu mfano mwingine, tuangalie neno tuliowaleta. Tuliowaleta. Tunapolipambanua hili neno ama kuligawanya, tunaona kwamba tu, li, o, wa, let. Kwa hivyo mzizi wa neno hapa ni let, na tunaanzia tu, tupige mstari wetu mpaka wa. Hapa ni viambishi awali. Je, kuna swali mwanafunzi hadi hapo? Bila shaka nafikiria kulingana na mifano yangu ile ambayo nimekupatia ile miwili pale, nikakuandikia neno moja kwa moja kisha nikakupambanulia ama nikaliainisha lile neno. Bila shaka umejua kwamba viambishi awali huanzia mwanzo wa lile neno, silabi ya kwanza hadi silabi ile ambayo inakaribiana na mwanzo wa mzizi wa kitenzi ambacho kiko pale. Je, hivi viambishi awali huwa vinaorodhesha silabi gani? Huwa vinaorodhesha vitamkwa gani? Huwa vinaorodhesha sehemu zipi haswa? Wacha tuangalie moja baada ya nyingine, ndiposa tuweze kujua kwamba wakati utakapokuwa unapambanua viambishi awali na umeelezewa uvielezee jinsi vilivyo, utakuwa na ule uwezo wa kuvifafanua zaidi. Kwa hivyo natumaini wanafunzi mmemaliza sehemu hii. Ninaweza nikafuta ili tuweze kufanya nini? Tuweze kuendelea na upambanuaji wa viambishi. Upambanuaji wa viambishi vyetu, na tuone kila kitamko ama kila silabi imebeba nini. Viambishi awali huweza kutamka ama kutumika kuwakilisha dhana zifuatazo. Viambishi awali. Viambishi awali hutumika kuonyesha sehemu mbalimbali za neno. Kwa hivyo hivi viambishi awali, wacha tuone jinsi vinavyoweza kuonyesha nafasi fulani ama sehemu fulani katika lile neno ambalo umelitumia. Kwanza kabisa, huwa linaonyesha nafsi ya umoja na wingi. Kwa hivyo kwanza kabisa huonyesha nafsi ya umoja na wingi. Je, nafsi ni nini?
nafsi ni silabi ya kwanza ama neno la kwanza ambalo linajitokeza katika neno zima. Kwa mfano, tunapoangalia hii mifano yetu miwili, utakuta kwamba hapa kuna nafsi ya pili, mtu aliyemtendea mwingine kile kitendo a. Halafu hapa tunaangalia katika hali ya umoja, hapa tunaona kwamba tu ni nafsi ya kwanza katika hali ya wingi. Kwa hivyo nafsi, ninapotaja nafsi usiseme ni hisia yako, la hasha, ni viambishi awali ambavyo vinapatikana katika lile neno. Kwa hivyo kwa mfano ni nalala, umoja, wacha tuorodheshe namna hiyo, umoja, wingi. Kajedwali ketu kadogo kama hako, ninalala, katika wingi tutasema tunalala, tunalala. Kwa hivyo tunapoangalia hapa, ile nafsi inayozungumzia ni ninalala, wewe, nafsi ya kwanza. Halafu katika nafsi ya kwanza wingi tunalala. Halafu tunapokuja tena katika mfano mwingine, unalala, unalala. Halafu katika wingi mnalala. Hii ni nafsi ya umoja katika nafsi ya pili. Umoja, nafsi ya pili. Unalala, tunalala, mnalala, nafsi ya pili katika hali ya wingi. Halafu nafsi ya tatu na ya mwisho, analala, analala. Katika hali ya wingi, katika hiyo nafsi wanalala. Kwa hivyo hizo ndio nafsi tatu ambazo tunazungumzia, nafsi ya kwanza, ya pili na nafsi ya tatu. Kwa hivyo hizi ndio nafsi ambazo zinapatikana kama kiambishi awali cha haya maneno ama hivi vitendo ambavyo nimeviandika hapo. Je, kuna swali mwanafunzi hadi hapo? Kama hakuna swali, wacha tuendelee, tuangalie dhana ya pili, tuangalie matumizi ya pili yanayojitokeza katika viambishi awali. Na ya pili ni wakati. Natumaini ninaweza nikafuta hapa wanafunzi, kwa sababu naona kila mmoja alikuwa kwa kinakili, na najua kwamba kila mmoja huwa yuko na mkono wa paka, yaani anaandika kwa haraka. Kwa hivyo bila shaka hapa nikifuta sitakuwa na lalama yoyote. Matumizi ya pili ya viambishi awali ni wakati. Wakati hapo, acha niorodheshe namna hiyo. Katika wakati, katika viambishi awali huwa vinatokezea tu baada ya viambishi vya nafsi. Wacha tuone kulingana na mifano ambayo tunaipata katika hiki kitabu chetu. Tunapoangalia ya kwanza, ninalala, hapa ni umoja, wingi. Jedwali letu ni lile lile tu, halijabadilika. Halafu hapo itakuwa tunalala. Hapa tunapoangalia kiambishi cha wakati, kiambishi awali cha wakati, tunakuta ni silabi ile ambayo inajitokeza baada tu ya kiambishi cha nafsi ni. Na katika umoja na katika wingi kiambishi cha nafsi
na baada ya kiambishi nafsi tu katika hali ya nini? Katika hali ya wingi. Tuangalie nafsi ya pili. Nafsi ya pili, unalala. Mnalala. Hali kadhalika unalala, kiambishi cha wakati kinatokezea na wakati uliopo, na hapa na wakati uliopo katika dhana ya wingi. Halafu nafsi ya tatu, analala. Halafu wanalala. Kwa hivyo hapo hakuna mabadiliko yoyote. Kwa hivyo wakati utakapoulizwa swali kwamba pigia mstari viambishi awali na uainishe, ueleze ni vya aina gani, basi wewe hutakuwa na shida. Unamuainishia pale, unaandika namna hiyo. Halafu namueleza kiambishi nafsi katika hali ya umoja, kiambishi cha wakati katika hilo neno analala. Kwa hivyo huo ndio uainishaji wake. Je, kuna swali wanafunzi hadi hapo tulipofikia? Kwa sababu singependa kukupeleka mikiki ilhali pengine wewe hujaelewa na unaogopa. Je, kuna swali? Kama hakuna swali lolote hadi pale tumefikia, basi bila shaka umenithibitishia kwamba ninaweza nikaendelea. Kwa hivyo endelea kunakili zile sehemu ama matumizi ya viambishi awali kulingana na vile nilikuwako nimeelezea hapo. Baada ya kuona matumizi ya viambishi awali katika muktadha wa wakati, wacha tuangalie matumizi ya viambishi awali katika muktadha wa urejeshi. Kwa hivyo pia urejeshi ni sehemu ambayo inapatikana katika sentensi na iko katika sehemu ya viambishi awali, yaani viambishi ambavyo viminatoka mwanzoni mwa mzizi wa neno. Je, wacha tuangalie kulingana na mifano ile ambayo nitakupatia. Kwa mfano neno aliyekuja. Aliyekuja. Katika neno aliyekuja tunaona kwamba hapa kirejeshi chetu hapa ni kirejeshi ye katika hali ya umoja. Hapa nimesema kwamba ni kiambishi cha nafsi awali, kiambishi cha wakati awali, na hapa tumeona kirejeshi cha kiambishi awali, halafu tuko na mzizi wa neno, halafu na tuko na kiishio pale, lakini masuala ya kiishio ama kiambishi tamati tutakuja kuzungumzia baadaye. Kwa hivyo wanafunzi, tujue hadi hapo tumepata kazi 3 ambazo zimeorodheshwa katika viambishi awali. Pia vile vile kuna matumizi ya viambishi awali ambayo huonyesha kitendwa au vitendwa. Hayo ni matumizi ya 4. Kitendwa au vitendwa. Haya ni matumizi mengine ambayo yanapatikana katika viambishi awali. Je, tunaweza tukatambua vipi viambishi awali ambavyo vinaonyesha dhana ya kitendwa au vitendwa? Kwa mfano, tazama mfano wa sentensi ambayo nitakuandikia. Nitakusaidia. Neno ni
nitakusaidia. Hilo neno tunapolitazama tunaona kwamba kuna nafsi ya kwanza, wakati, halafu kuna kiambishi kuu ambacho ndio kitendwa. Nitakusaidia, kitatendewa jambo fulani ambalo ni hili la usaidizi hapa. Kwa hivyo kuu ni kitendwa au vitendwa katika hali ya wingi. Kwa hivyo huo ndio mfano wa 4 ambao unaorodheshwa katika viambishi awali katika hali ya kutendwa au vitendwa. Pia vile vile viambishi awali vinaonyesha mahali au wakati. Vinaonyesha mahali au wakati. Vinaonyesha mahali au wakati. Hayo ni matumizi ya 5. Mahali au wakati. Vitabu vingine vinasema njeo. Kwa hivyo katika chemchemu za Kiswahili mwandishi hapa Profesa Wamitila amesema ni mahali au wakati. Hebu tutazame mfano ambao aliutupatia hapa. Alimoingia. Alimoingia. Tunapolitazama hilo neno tunakuta kwamba alimo mo ni kiambishi ambacho kinaonyesha wa mahali, halafu li kinaonyesha wakati. Kwa hivyo alimoingia ndio matumizi ya kiambishi awali katika sentensi hizo. Halafu baada ya hapo tumeona kwamba hayo ndio matumizi mwafaka ambayo yanapatikana katika viambishi awali. Kwa hivyo kama unaelezewa kwamba umeandikiwa sentensi na unaulizwa pambanua sentensi uliopewa ama ainisha sentensi ulioipewa, kisha ueleze kila kiambishi ni cha hali gani. Kwa hivyo wewe kazi yako itakuwa ni rahisi. Wewe unaandika tu li mo ingi Kwa hivyo pale utaona ni nafsi ya kwanza, wakati, mahali, mzizi wa kitenzi na halafu kiishio pale. Je, wanafunzi mko na swali lolote kabla sijaingia katika upande wa pili wa viambishi tamati? Kwa sababu tumesema kwamba viambishi viko vya aina 2. Kuna viambishi awali ambavyo ndio hivyo tumezungumzia, viko vya aina 5. Hivi sasa nataka tuingie katika viambishi tamati. Lakini kabla hapo ningependa kujua kama kuna swali lolote kutoka kwako wewe mwanafunzi kuhusu viambishi awali katika somo letu la sarufi la leo. Basi kama hakuna swali lolote kuhusiana na viambishi awali, bila shaka mumeelewa wanafunzi wangu wote. Wacha tuzame sasa katika sehemu ya pili ya viambishi. Kama nilivyokuambia kwamba kuna aina 2 ya viambishi. Na sasa wacha tuangalie viambishi tamati. Tunaangalia viambishi tamati, na nilikwambia kwamba jana ama viambishi tamati ni mwisho. Viambishi vya mwisho, sehemu ya maneno ambayo yanatokea mwisho baada ya mzizi wa neno. Viambishi tamati. Viambishi tamati. Sio kaimati bwana. Kaimati ni aina ya virutubisho unapokunywa chai. Hivi vinapatikana katika maeneo ya mfuo wa mwambao wa pwani bwana.
Kwa hivyo hapo ni tamati, sio kaimati. Ningependa unakili maneno yafuatayo. Viambishi tamati hutokea mwishoni mwa neno baada ya mzizi. Hutokea mwishoni baada ya mzizi. Baada ya mzizi wa neno. Kwa hivyo viambishi tamati vitapatikana baada ya mzizi wa neno, ama kwa ufupi ukitaka kwa njia rahisi, vinapatikana mkono wa kulia baada ya mzizi wa neno ambalo unalitumia pale ama umeandikiwa. Viambishi hivi vinapotumika huonyesha dhana zifuatazo. Ziko dhana 3 ambazo huwa zinawakilisha viambishi tamati katika sentensi au katika neno lolote. Kwanza kabisa huwa dhana yake ni mahali na wakati. Mahali stroke wakati. Hiyo ndio dhana ya kwanza ambayo inatumika katika viambishi tamati. Angalia mfano wa hili neno ambalo nitakuandikia hivi sasa. Aingiamo. Tuko na hilo neno aingiamo hapo. Tofauti na katika viambishi awali, alimoingia, hapa ni aingiamo. Wacha tuone tofauti ya maneno hayo mawili. Hapa mo inawakilisha viambishi awali na hapa mo inawakilisha kiambishi tamati. Kwa hivyo wacha tulipambanue hilo neno ili uweze kuwa na mwamko wa waziwazi kuhusiana na hivi viambishi. Aingia. Huu ndio mzizi wa kitenzi cha kupenya mahali fulani, kuingia mahali fulani, kujiingiza katika mahali fulani. Kwa hivyo aingiamo, mahali anapoingia, na katika wakati imechukuliwa pamoja na hili neno zima la mzizi wa hiki kitenzi. Bila shaka nafikiria hutaweza kukanganyika unapoona mo inapotokezea mwishoni kuonyesha viambishi tamati, na mo hapo inayotokezea mwanzoni kuonyesha nini? Dhana ya viambishi awali. Matumizi mengine ya viambishi tamati huonyesha rai, himizo, kiishio. Matumizi mengine huonyesha rai, himizo na pia kiishio. Rai ni ombi, himizo ni kutoa msisitizo, na kiishio ni kitendo cha mwisho kabisa katika neno. Wacha tuangalie mifano ile. Nilete. Niletee. Wanawake ni niletee. Hili ni neno ambalo linaomba, lina rai, tafadhali, kumradhi, niletee. Ninakuhimiza uniletee hilo neno. Kwa hivyo wacha tuangalie kiambishi tamati ambacho ni kiishio katika hilo neno. Tunapolipambanua tunaona kwamba niletee. Kwa hivyo herufi e katika irabu tunaona kwamba ndiyo kiambishi tamati katika hili neno linaloonyesha
dhana ya kuomba ama rai linalohimiza, na kishio chetu ni E. Je, kuna swali hadi hapo? Kama hakuna swali, wacha tuangalie matumizi ya mwisho ya viambishi tamati. Kama nilivyokuambia kwamba matumizi ya viambishi tamati ni vitatu tu. Kwa hivyo matumizi yetu ya mwisho ni kauli. Na ninaposema kauli ni hali ya kutendea. Ni hali ya kutendea. Hiyo ndiyo ni kauli. Pia vile vile tunaweza kusema ni hali ya mnyambuliko wa kitenzi. Mzizi unabaki vile, lakini unaponyambua lile neno katika kuonyesha taswira mbalimbali, basi inabaki vile, na huwa ndio inaitwa nini? Kauli. Wacha tuangalie mifano ya maneno. Kwa mfano, pigia. Tunapoangalia hili neno pigia, nasema pig ni mzizi wa hilo neno. Kwa hivyo viishio vyake ama viambishi tamati ni katika hali ya kumtendea mtu kwa niaba yake. Kwa hivyo pigia, ama kufanya kitu kimfikie kule yuko. Mfano wa pili, twalia. Twalia. Si kuchukua kwa niaba yake. Hapa sio kutoa kilio, hapa ni kutenda kitu kwa niaba yake. Kwa hivyo mzizi wetu twalia. Sawa? Kwa hivyo chukua hicho kitu kwa niaba ya jambo fulani. Je, kuna swali hadi hapo wanafunzi? Kama hakuna swali, bila shaka tumeweza kuona sehemu zile ambazo ni za viambishi ambavyo vinatokezea awali ama mwanzoni mwa mzizi wa neno, na pia vile vile tumeona hizi sehemu tatu zinazowakilisha viambishi tamati katika neno. Kama hakuna swali, ningependa mujibu maswali yafuatayo katika hili zoezi fupi ambalo nitawapatia hapa. Swali la kwanza. Swali la kwanza. Kwanza maelezo yanasema hivi: tenganisha maneno yafuatayo katika viambishi vyake mbalimbali. Yaani ainisha maneno ambayo nitakusomea katika hili zoezi katika hali mbalimbali. Na ninaposema katika hali mbalimbali, wewe utalipambanua kulingana vile nimekufundisha katika somo letu la leo, na upigie mstari hizo sehemu. Swali la kwanza, nitakuletea. Swali la kwanza, nitakuletea. Kwa hivyo ile neno nataka ulipambanue, uligawanye, uliainishe, lionyeshe viambishi mbalimbali. Kuna viambishi awali na pia vile vile utapata viambishi tamati. Swali la pili linasema anaelima. Anaelima. Hilo ni swali letu la pili katika zoezi chini ya somo la sarufi. Halafu swali la tatu, tutaondoka. Tutafanya nini? Tutaondoka. Swali la nne, kimepikika. Kimepikika. Kwa hivyo nitakupatia zoezi hilo lenye maswali manne, halafu niweze kujua jinsi unavyoweza kujimudu wakati unapouliza swali kuhusiana na viambishi. Na nitakuja kuangalia kazi hiyo wakati tutakapokutana tena katika kipindi chetu kijacho cha sarufi. Hadi hapo
nimefika tamati ya somo letu la leo. Bila shaka mwanafunzi umenufaika vilivyo na hutakuwa na wasiwasi wowote unapoulizwa swali kuhusiana na nini? Kuhusiana na viambishi awali na viambishi tamati. Hadi hapo na kuambia alamsiki. Nimebaki mwalimu wako Konzi Nzaka.